Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo mardi le 23 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu mbichi za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ndani ya teritwari ya Uvira pamoja na Fizi, kwenye mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine kati ya waasi wa AFC M23 na jeshi la FARDC na washirika wao wazalendo maeneo ya Makobola, maeneo ya Pemba Kasekezi, hata maeneo ya Mboko na eneo za Swima. Na tutawapeleka ndani ya mji wa Uvira tuwaambie kuhusu maandamano ambayo yatafanyika hapo. Ni maandamano ambayo waasi wa AFC M23 waliambia population kuandamana kama ilivyokuwa siku ya jana ndani ya mji wa Goma na Uvira wakiwaunga mkono. Na zingine habari ambazo nimewaletea mbichi ni ya kwamba gouvernement ya Kongo ilisimamisha kufanya maongezi na waasi wa AFC M23 huko Qatar. Inasema ya kwamba inachokitaka ni kuondolewa kwa wanajeshi wa RDF nchini Kongo, alafu mambo mengine yajadiliwe baadaye. Unayoifuata ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa hapo kwenye titre utapata linki hiyo, ujiunge nasi. Bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, na nakuomba kukuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu yanayojiri mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu mbichi za asubuhi ya leo tutawapeleka kwenye shamba la vita ndani ya teritwari ya Uvira na Fizi, maeneo ya Makobola, maeneo ya Kasekezi, maeneo ya Bangwe, Swima. Tuwaambie hali halisi ni vipi hapo baada ya mapigano makali ambayo yaliripotiwa hapo siku ya jana, wakati wazalendo walikuwa wameondoka mjini Uvira. Mapigano yaliripotiwa maeneo hayo ya Makobola wakati AFC M23 ilikuwa nayo imeatakia wazalendo. Mkikumbuka jioni ya juzi wazalendo ndipo walikuwa wamefanikiwa kukamata maeneo ya Makobola, Pemba pamoja na Kasekezi, na siku ya jana asubuhi wakaamka na wako na atakia AFC M23 ndani ya mji wa Uvira. Wakati ilifika saa 10 za jioni wazalendo wakaondoka hapo mjini Uvira, wakarudia moma position zao ndani ya plateau d'Uvira na territoire ya Fizi. Wakati walikuwa wameondoka hapo muda mchache tu, mapigano yakaripotiwa maeneo ya Makobola, Pemba na Kasekezi. AFC M23 ilikuwa nayo imewatake ikitokea ndani ya Uvira, na wakati wa mapigano hayo sasa waasi wa AFC M23 tena walifanikiwa kukamata Pemba na eneo ya Kasekezi pamoja na eneo ya Makobola ya kwanza na ya pili. Haya maeneo yote yalikamatwa na waasi wa AFC M23 jioni ya jana baada ya kupigana na wazalendo pamoja na wanajeshi wa FARDC ambao wanasaidiana kama kawaida movita hivi vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Na vyanzo vyetu kutoka hapo kwenye uwanja wa vita vinatuambia ya kwamba waasi wa AFC M23 wakati waliatake wazalendo na FARDC ndani ya Makobola, maeneo ya Bangwe, walitumikisha silaha nzito ambazo walikuwa wameinstalemo mabato ndani ya lake Tanganyika.
Hapo mjini Uvira siku ya jana, wakati wazalendo walikuwa wameondoka mjini Uvira na hali kurejea kuwa ya utulivu, wanajeshi wa AFC M23 walileta hapo silaha wakaziinstale mabato pale kuporo ya Kalundu, zikaingia Mulake Tanganyika, ndipo zilianza kushambulia kwa mbali wanajeshi wa FARDC na wazalendo ndani ya Makobola na maeneo ya Kasekezi na Pemba. Kutokana na silaha hizo ambazo AFC M23 ilikuwa ikizitumikisha hapo ndani ya Lake Tanganyika na wengine kuwatakia alafua pale Kufro, wazalendo na FARDC walirudia nyuma kwa sababu walikuwa wamezidiwa nguvu. Waasi wa AFC M23 walikuwa na wako na tumikisha silaha nzito nzito zenye uwezo wa hali ya juu kushinda vifaa ambavyo wazalendo na FARDC walikuwa navyo pale Kufroza maeneo ya Makobola. Wakati walikuwa wameshindwa Makobola, Kasekezi na Pemba, wazalendo na FARDC walirudia nyuma wakaelekea ndani ya maeneo ya Swima na Lila pamoja na Mboko na hata wengine kuelekea ndani ya mji wa Baraka. Wakati wa ile movement yao kutoka pale Kufroma Kobola vers Swima, Lila na Mboko, wakaaji walipaniki sana, wakazani ya kwamba tena ni repli strategique ya AFC M23 itasonga mbele ikamate maeneo hayo yote. Walianza kukimbia maeneo yao wale wakaaji, wakaelekea mjini Baraka na wengine kukimbilia mvijiji karibu na pale. Haikukuwa hivyo, wazalendo wakati walifika Swima na Mboko na Lila walistope pale, wakaanza tena kupigana na wasi wa AFC M23 maeneo za mbele, wakaresiste wakiwa maeneo ya Swima, Lila na Mboko, na mpaka asubuhi hii tuko naongea Lila na Mboko pamoja na maeneo ya Swima na kufika Baraka, yote maeneo haya yangali mumikono ya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Maeneo ya mwisho ambayo waasi wa AFC M23 wanakalia kwa sasa huko ni maeneo ya Bangwe pamoja na Makobola ya pili. Hapo njo kwenye waasi wa AFC M23 wanakaa kwa sasa. FARDC nayo inaanzia maeneo ya Swima, Lila kufika Mboko na mpaka vile ya Baraka kule, pale njo kwenye FARDC nayo inakaa kwa sasa. Na hali halisi ya asubuhi ya leo hapo kwenye shamba la vita kuna utulivu baada ya kupigana jioni yote, ikafika hata saa za usiku vers 23h na wako napigana. Waasi wa AFC M23 waliishia maeneo ya Makobola huko na Bangwe, wakati wazalendo nao wako maeneo ya Swima na Lila pamoja na maeneo ya Mboko. Mapigano yaliisha papo hapo, pande mbili wote wakatulia tena wako na pigana. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke ndani ya mji wa Bukavu ambapo kunaandaliwa maandamano siku ya leo. Ni maandamano ambayo yaliandaliwa na AFC M23 kama ilivyokuwa siku ya jana ndani ya mji wa Goma. Wanawaambia population kuandamana wakiwaunga mkono, wakitangaza ya kuwa hawataki waondoke ndani ya mji wa Uvira na zingine eneo ambazo wanazimiliki. AFC M23 iko naandaa maandamano haya baada ya Etats-Unis d'Amerique kuwaagiza kujiondoa mwa maeneo ambayo wanayamiliki nchini Kongo, na kwa kutaka sasa kusimamisha shinikizo hilo la Marekani ama ile pression ambayo Etats-Unis d'Amerique iko na watia yako ikiwaomba kujiretire, wako naandaa maandamano haya mfululizo musiku hizi ili kufanya Marekani itulie, ione kwamba population wanawataka kutafutwe ingine solution, kusikue kuondoka kwa wasi wa AFC M23 nchini Kongo. Ndiyo maana wako naandaa maandamano hayo ndani ya mji wa Bukavu. Vyanzo kadhaa kutoka hapo vinasema kwamba kuanzia saa 11 jioni mokomine de Bagira, komine zote za pale mjini Baraka, bajaba moya ba AFC M23 balikuwa naonekana mu maeneo tofauti pale ku Brasserie Biriba, balikuwa na bako na sensibiliser population pale
kuwa kesho wote waende ku maandamano ya kuwasutenir kama ilivyokuwa mjini Goma. Waja wa AFC M23 walipita ndani ya makarti hapo mjini Bukavu tangu jioni ya jana, wakaambia population ya kwamba wote wanahitajika kukuwa presa ku place de l'independance, wote waandamane wakiwaunga mkono. Maandamano haya ambayo AFC M23 iko na yafanya ni maandamano yanayolenga kuonesha makomunote internationale ya kwamba population inawapenda, population inawaunga mkono, alafu mambo ya kujiondoa kwao ndani ya maeneo hayo yasimamishwe, wasije wakaondoka ndani ya maeneo hayo. Na ile njo objectif ambayo wako nayo paske aujourd'hui Etats-Unis d'Amerique iko na watia ako presio sana ya kujiondoa ndani ya maeneo ambayo wako ndani, na kwa sababu wanaweza kuwa wameshindwa por dibote na vita hii, wako natumikisha population kwa kufanya maandamano hayo wakiwaunga mkono, ili ma communauté internationale ni ma Etats-Unis d'Amerique waone ya kwamba population wao wanawataka, na wakati raia kabisa wanawaunga mkono kutakuwa kujiondoa kwao mu maeneo ambayo wako ndani. Muko naona ya kwamba maandamano ambayo wako nafanya, population wako naambiwa kusema ya kwamba hawataki AFC M23 iondoke pale kwenye wako, hawataki tena kukue kurudia nyuma kwa AFC M23 kuanzia maeneo yote ambayo wako ndani. Wanachokitaka ni maongezi kati ya pande mbili, vita viishe, mapigano yasimame kati ya gouvernement ya Kongo na AFC M23, wakaaji wapate amani na maisha iendelee. Unaona kwamba wao wako na pinga deja kuondolewa kwa wasi wa AFC M23 ndani ya maeneo ambayo wako ndani, na kutokana na hayo Etats-Unis d'Amerique ambayo iko na agiza hayo ikiendelea kuiambia AFC M23 kujiondoa pale, na kwamba wakati wowote watafanya hapo Marekani itatumikisha zingine nguvu zote ili kuwaondoa pale, itasimama kutokana na jinsi raia wao watakuwa wamewaunga mkono. Na kwa sababu hayo yote ambayo Marekani na armée ya Kongo au gouvernement ya Kongo wanataka ni kuondoka kwa waasi wa AFC M23 ili population iishi maisha yake ya kawaida, wasimilikiwa na waasi hao, wakati population sasa inawaunga mkono, deja Marekani itasimamisha hayo yote kwa sababu faida ni kwa population. Wakati sasa population hayo inaonyesha kwamba imeridhika, wanasikia ya kwamba hakutakuwa tena kuwaomba kujiondoa pale, kutafanyika maongezi kama vile population iko naomba. Pour le moment vita hii iko ndani politike ya hali ya juu ndugu zangu, na baada ya President Felix Tshisekedi na gouvernement ya Kongo kugundua mpango huu wa AFC M23, serikali ya Kongo ama gouvernement ya Kongo ilisimamisha maongezi ambayo walikuwa wakiyafanya huko Qatar, yale maongezi yaliyokuwa yakiwakutanisha ili kujadili mambo ya kivita, waone namna ya kumaliza matatizo. Baada ya kusainiwa kwa makubaliano mapya ya amani kati ya nchi ya Kongo na Rwanda na vita kuibuka nchini Kongo, waasi wa AFC M23 wakakamata mji wa Uvira, na wakati deja Amerika ilikuwa imeingilia kati ikiomba kujiondoa, wakatangaza kwamba wameondoka, wakabakia hapo, wakaanza kuandaa maandamano ya kuwafanya population kuwaunga mkono. Armée ya Kongo iligundua hayo ambayo wanapanga, ilipita ikajua ya kwamba AFC M23 inataka itumikishe population ili kufanya gouvernement ya Kongo kuongea nao ili kufikia kile ambacho wanakitaka, na gouvernement ya Kongo sasa ikakataa maongezi ambayo walikuwa wakiyafanya kwa siku kadhaa huko Doha. Mnavyojua huko Doha kulikuwa kukifanyika maongezi na kulisainiwa makubaliano ya mfumo huko kati ya gouvernement ya Kongo na wasi wa AFC M23. Ndani ya semene pase AFC M23 ilikuwa imejiandaa kwa kufanya mazungumzo huko Doha ndani ya nchi ya Qatar, ila Marekani gouvernement ya Kongo haikupatikana huko, wakati ekipe ya AFC M23 ilikuwa imefika huko Qatar. Akukufika ekipe ya gouvernement ya Kongo ambayo ingelifanya maongezi huko,
na wakati Kinshasa iliulizwa ilijibu ya kwamba imekataa kufanya maongezi na hao waasi wa AFC M23. Kitu ambacho wanakitaka ni kuondolewa kwa waasi hawa nchini Kongo na washirika wao RDF wanaowasaidia kama walivyo yakubaliana ndani ya makubaliano walio ya sign. Na hapa vita inafika sasa mudiplomasi njo kwenye vita iko na piganwa kuterendi wako napigana vita ambayo itamaliza yote wako naipigana huko juu ndani ya diplomasi. Wakati AFC M23 ilikuwa ikisaini makubaliano tofauti na gouvernement ya Kongo, walikuwa wakizani ya kwamba faida ni ya kwao, walijikuta wamejiingiza mo ile mtego sasa ya kuwafanya waondoke pale ambapo wanamiliki. Pui yengine mambo yajadiliwe na hawangali pale, kitu ambacho kinaweza kuwafanya deja kushindwa Port du Bo. Na wao sasa ili kupinga hayo ndiyo maana wanaandaa maandamano population iwaunge mkono puis ile pression ya Marekani ipunguke, na gouvernement ya Kongo ikagundua hayo ya kwamba population kitu ambacho wanakiomba ni maongezi, na wakati wanaweza wakafanya maongezi deja Etats-Unis d'Amerique naweza sema okay kuko nafanyika maongezi njo yaendelee paske population nayo inawapuye na deja wanajikuta maongezi ambayo wako nafanya tena AFC M23 itakuwa naomba vitu vingine ili kuzuia ile swali ya kujiondoa pale ambapo wako, na ndiyo maana kwa sasa serikali ya Kongo nayo ilikataa maongezi kati ya AFC M23 yaliyokuwa yakifanyika huko Qatar. Na kutokana na kukataa kwa AFC M23 plutôt kwa armée ya Kongo kufanya maongezi na AFC M23, anayeitwa Faure Gnassingbé president wa Togo alifika Kinshasa siku ya jana kwa ajili ya kuongea na President Felix Tshisekedi kuhusu hayo, na alichokisema ni ya kwamba Kinshasa ama gouvernement ya Kongo haitafanya tena reunion na AFC M23, iwe kukua reunion ambayo watakuwa president pale wote, iwe kukua reunion kupitia video ambayo itaacha wanaongea hawataifanya. Kile ambacho gouvernement ya Kongo inakitaka ni kuondolewa kwa waasi wa AFC M23 nchini Kongo na washirika wao RDF, puis mambo mengine yajadiliwe. Mnakumbuka kwamba hata ndani ya reunion ya juzi huko ndani ya nchi ya Uganda, President Felix Tshisekedi aliparticipe ku video, akasema kwamba kile ambacho wanataka ni kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda nchini Kongo. Mambo mengine yatajadiliwa baadaye. Mnasikia kwamba wako na pigana sasa mdiplomasi, haiko tena vita ya kufro pale ambapo watapigana leo kesho yake nguvu za wanajeshi zitumike. Ndiyo kufro wako napigana na wako na songa mbele, wengine wanarudia nyuma, ila mu diplomasi njo kwenye mambo yote yako nafanyika. Ushindi na kushindwa vyote vitatoka mudiplomasi kwa pande mbili. Pour le moment ile mambo ya kupigana hakuna ndani ingine solution, mudiplomasi njo kwenye wako na pigania. Tuendelee na taarifa zetu. Ndani ya mji wa Goma na Uvira, miji miwili na Bukavu, miji hii ambayo inamilikiwa na waasi wa AFC M23, UDPS parti politiki ambayo iko kwenye uongozi ikiunga mkono President Felix Tshisekedi, ilikuja kutangaza kwamba watu wao ama washirika wao wanamemba wao wako na kamatwa kiholela na AFC M23 na kupelekwa kusikojulikana. Ni tangazo ambayo ilitangazwa siku ya jana na Auguste Kabuya. Huyu ndiye president wa hii UDPS parti politique yenye uongozi nchini Kongo. Alisema kwamba ndani ya mji wa Goma na Uvira pia na Bukavu wa memba wa UDPS
wanaendelea kukamatwa kiolela na kupotea, wanapelekwa kusikojulikana ambapo hakuna taarifa yoyote ya wanamemba hao. Wanasema kwamba hayo ni mambo yanayofanywa na AFC M23. Wale waasi ambao wanamiliki miji hii ndio ambao walikuwa wakikamata wale wa aja ama wanamemba wa UDPS kuwabeba kusikojulikana, ambapo UDPS inasema ya kwamba hivyo ni vitu ambavyo havikubaliki. Wale waasi wa AFC M23 wanaanza kukamata watu wa UDPS kiolela na kuwafunga, na UDPS inalaani vikali mambo hayo yanayofanywa na waasi wa AFC M23, na haya ni mambo ambayo yawezi kukosa kufanyika kwa sababu wote wanapingana. Kujikuta maeneo ambayo yako ndani ya AFC M23 na huko mtu wa UDPS deja ni tatizo kwako, na kujikutana maeneo ya gouvernement ya Kongo na huko mtu wa AFC M23 nayo ni tatizo kwako. Donc kwa sababu wako mkonfli wote wawili, hayo yanafanyika. Ndiyo, ni vitu ambavyo havikubaliki, ni vitu ambavyo kabisa waja wa maparti mawili wanateseka hivyo vinakuwaka tu, hata isikuwe nchini Kongo na kwingine kote. Waopoza wa parti moja wakisha jikuta mwingine parti inakuwaka tatizo kwao, na mulikuwa mkiona hata wale wa mambre wa PPRD huko Kinshasa walikuwa wakikamatwa kutokana na jinsi au walikuwa wakiunga mkono wale waasi wa AFC M23. Na hayo ndiyo yanayoendelea kwa sasa kati ya AFC M23 na gouvernement ya Kongo. Na washukuru basi, nasema asante kwa kuwa mnaendelea kukuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Na washukuru sana, nikiwatakia toujours asubuhi njema na niwatakie siku njema. Tutapatana ndani ya habari za mchana wa leo tukiwaambia jinsi hali iko. Asante sana.